Chochote ambacho kinakuzunguka huwa kina madhara kwenye maisha yako. Kina madhara kwenye maamuzi unayofanya, kina madhara kwenye vision ulionayo, kina madhara kwenye kujiamini uliko nako. Kuna watu wengi leo ambao kwa sababu ya mazingira waliokulia hawezi kuwa na dream kubwa kwenye maisha yao. Ndio maana leo ukimtafuta mtoto aliyeko kijijini ambaye hajawahi kufika mjini, pengine ndoto kubwa atakayokuambia nataka nimiliki bodaboda. Siku kimleta mjini ataanza kuchange vision kwa sababu environment ina influence the kind of vision you have. Juzi nilikuwa naongea na kijana mmoja akaniambia, mimi kwa sija kufika Dar es Salaam, kwa mara ya kwanza nimefika Dar es Salaam ni siku nilipokuja chuoni. Alikuwa amekuja kusoma ardhi. Miaka yake yote amesoma huko Mbeya na ni kijijini mpaka sekondari. Akasema dream kubwa niliyokuwa nayo ilikuwa ni kuwa dereva wa lori. Ndio dream kubwa alikuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu alikuwepo pale kijijini ambaye ni dereva wa lori na alikuwa anasimulia anavyosafiri kwa lori kwenda mataifa mbalimbali ya jirani. Kwa hiyo akajua na yeye akiendesha lori atakuwa hivyo. So mazingira unayo interact nayo huwa yana affect sana mambo ambayo unayaona na vitu ambavyo unaviamini kwenye maisha yako. Lakini eneo lingine ni relationship, mahusiano na watu. Mtu yote ambaye unakutana naye anakuathiri either negative or positive. There is no neutral interaction with people. Kuna watu leo misimamo ulionayo ni kwa sababu ya aina ya watu ambao ulikutana nao. Kuna watu leo kukata tamaa uliko nao ni kwa sababu ya aina ya watu ambao ulikutana nao. Kuna watu inspiration ambao unayo ni kwa sababu ya aina ya watu ambao umekutana nayo. Human energy is contagious. Huwa inaambukiza. Ndio maana ukikaa na mtu ambaye ni toxic, mtu ambaye kila wakati anazungumza kukata tamaa, kushindwa, kulalamika, hautahitaji kujifunza na wewe kulalamika. Na wewe ghafla tu utajikuta umeanza kulalamika. Unaamka asubuhi unaanza kulalamikia mawingu, upepo, jua. Unajikuta tu uko hivyo. Kwa sababu tayari umeshajifunza. Kuna siku moja nilikuwa nasoma kwenye Instagram, mtu mmoja akasema, "Tayari nimeshakunywa chai, nimeshiba, sasa ngoja nitafute mtu wa kumlaumu." So utajua wakati gani catch up the energy and feelings of doing that. So people you're hanging around matters a lot in your life. Wanasema if you hang around 5 broke people, just know you are the 6th one. Kwa hiyo ukihang around, kwa sababu research by Jeff Olsen inaonyesha kwamba wewe ni wastani wa watu 5 ambao wanakuzunguka. Kwa hiyo sasa hivi nikikuuliza who are your 5 best friends, rafiki zako 5 bora unaowajua wewe my best friend wakague. Na ili mimi niliposoma miaka hiyo iliyopita nilijifunza hii, nikafanya ka research kidogo, nikaona ina ukweli sana kwamba wastani wako kwenye maisha, maisha yako level yake ni wastani wa watu 5 ambao wanakuzunguka. In terms of opportunities utakuwa nazo, in terms of thinking capacity, in terms of connection utakazokuwa nazo, in terms of financial ability utakayokuwa nayo. Na mimi nilifanya exercise kwenye finance. Nikachukua watu wangu 5 nikamuuliza kila mmoja monthly how much do you earn. Nikapata za kwao nikajumlisha nikatafuta average. Average haikucheza sana mbali na kipato changu cha wakati huo cha mwezi. Kwa hiyo angalia rafiki zako. Ndio maana wasema if you are the best in a group it's also time to leave. Ukijiona kila siku ndio unakopwa sio swala kuchekelea. Maana yake umezungukwa na watu ambao wanakuvuta chini badala ya kukupush kwenda juu. So you need to expand the territory of the people you are interacting with. Kwa sababu kila mmoja wetu hapa ana limiting beliefs. Mambo ambayo haamini kama anaweza kufanikiwa. Na hatujui wakati gani tuliyakatch hayo mambo. Na ziko authority figures kwenye maisha yetu ambayo huwa wanatuingizia misimamo na vitu ambavyo tunaviamini throughout our lives. Wa kwanza ni wazazi wetu. Kuna wengi hapa ukiangalia pattern ya maisha yako inafanana sana na wazazi wako. Na usipofanya marekebisho, maana yake kile unachokiona kwa wazazi wako ndio yatakuwa maisha yako na ndio yatakuwa watoto wako. Kwa sababu kwenye kila familia lazima atokee mtu ambaye atabadilisha pattern ya familia yake ambao namna walivyoishi. So wazazi wetu wametuinfluence tunachoamini, wametuinfluence tunachokiona, wametuinfluence misimamo yetu pia. Kuna watu leo hawajiamini simply kwa sababu waliwahi kudharauliwa na wazazi wao. Kuna watu waliambiwa wewe ni boga tu. Kwanza wewe hatukukutarajia, tulishangaa tu ghafla umezaliwa. Kuna watu walikataliwa pengine na baba yao. Mpaka leo hiyo impact ipo katika umri wao mkubwa. Sheikh kutana na mtu mmoja na miaka 40 ambaye anasema kinachomtesa sasa hivi ni kwa sababu aliwahi kumtafuta baba yake, alipofika kwa baba yake still akamkataa. Kwa hiyo ameona kama dunia nzima imemkataa, najiona kama vile hana thamani. So it is important to find out vitu gani ambavyo vimekushape wewe wa leo. Kuna watu ambao hawajithamini si kwa sababu hawathaminiwi leo, hawajithamini kwa sababu hawakuwahi kuthaminiwa na wazazi wao. Research inaonyesha kwamba
Mtoto mdogo anapozaliwa mpaka anapofikisha miaka 5 huwa anakuwa ameambiwa neno hapana, acha au hauwezi na mama yake mara 1040, na anakuwa ameambiwa neno ndio au unaweza mara 5000. Kwa anakuwa ameambiwa neno negative mara 8 zaidi kuliko alivyoambiwa maneno positive. Na hapa sisi ni mashahidi, watoto wetu kule nyumbani ni mara ngapi tumekaa nao na kuambia kwamba wewe utakuja kuwa mtu mkubwa. Ni mara ngapi tumewaambia na kuamini sana, your future is bright. Ni pale tu akishika pochi yetu tunamwambia acha, akishika glasi acha, akishika funguo acha, akishika simu acha. Anakuwa akiamini kwamba yeye ni mtu ambaye hayuko accepted. Sasa ni kitu kidogo lakini kinakuwa built up kwenye subconscious mind. Na wako watu wengi ambao suffering ambazo wanakutana nazo leo ni kwa sababu ya authority figure ya wazazi. Lakini wa pili ni walimu wako. Kuna mambo mengi ambayo walimu wako walishawahi kukuambia ambayo mengine uliyaamini na mengine ni subconscious ukutaka kuyaamini, lakini yanakuathiri mpaka leo. Kuna watu kilichowafanya wasijue hesabu darasani ni kwa sababu tu mwalimu aliwaambia tu kwamba ni wewe na hesabu ni mbingu na ardhi, jaribu mambo mengine. Mpaka leo they don't believe that they can do well kwenye mathematics. Kwa hiyo whatever mwalimu wako alikuambia kinaweza kuwa kina part. Kwa hiyo lazima uandu hivi vitu kadiri umri wako unavyozidi kwenda. Wengine ni kazini kwako. Kuna watu wameathirika na maneno ya mabosi wao. Kuna watu tangu kazi yao ya mwisho baada ya kuwa fired au kuwa terminated hawajawahi kujiamini tena kama wanaweza kufanya vizuri. Kuna watu walifukuzwa kwa aibu, kuna watu walikuwa terminated kwa kuambiwa hawana competence, na mpaka leo kile kitu ingawa ni cha miaka mingi sana lakini bado kimeendelea kuwa na madhara na athari katika maisha yao. Na wengine ni viongozi wa dini. Watu wanasema we believe so much in our religious leaders, kiasi kwamba chochote ambacho wanatuambia most of the time we take it as a command from God. So it is important to know what you believe and whom you follow with your faith, kwa sababu wana mantiki ya kubadilisha kabisa hata uwezo wako wa kufikiri. Mnafahamu kilichotokea kwa Mackenzie Kenya, right? Yes, mnafahamu akina Kibwetele what happened, right? So it is very important to be conscious of your faith and your belief. Nashukuru amegusia hapa Edmund kwenye issue of faith na finance, right? Lakini last ni ya 5 ni partners wako au partner wako au ningesema spouse au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano. Kuna wanawake wengi sana ambao kilichoua ndoto zao za miaka mingi ni kwa sababu tu hakuna mtu aliwaamini, hasa watu ambao ni mapartners wao. Kuna story moja nilisha kusoma ya dada mmoja anaitwa Deb Makomba ambaye alikuwa na ndoto kuwa mwandishi wa vitabu, na baada ya kuolewa mume wake akamwambia hawezi hiyo kazi, hakuwa anamuona kama anaweza kufanikiwa kwenye ile eneo. So what she did, akaamua kuachana na ndoto, lakini every time hiyo ndoto inapiga kelele ndani yake kwamba ninao uwezo na hii ndio passion yangu. Siku moja usiku akiwa wamelala na mume wake akaanza kulia usiku. Alianza kulia, mume wake alipomuuliza akasema nalia kwa sababu naona umri wangu unakwenda alafu ndoto yangu haijakamilika na naona kama vile naenda kuipoteza. Mmoja akamuuliza ndoto gani? Akasema nataka kuwa mwandishi wa vitabu. Akamaanisha kuambia you cannot do that, chagua kitu kingine nitakusupport. Akasema naomba unipe hata 1 year nijaribu, nikishindwa it's okay. Kwa hiyo mume wake kwa kejeli tu akamwambia jaribu lakini najua utafeli. Kwa hiyo akanunua typewriter, akawa akimaliza kazi za nyumbani watu wameenda kulala anaanza kuandika. Baada ya mwaka akafanikiwa kuandika kitabu chake cha kwanza. Alipokipeleka kwa publisher wakakipenda sana. And the next year kitabu chake kilipozinduliwa alifanikiwa kuwa New York bestseller. Akauza more than 1 million copies ya hicho kitabu. Baada ya miaka 5 alifanikiwa kurelease vitabu 5 ambavyo vilichezewa movie ya hivyo vitabu. Kiasi ambacho alikuwa anaingiza pesa nyingi mpaka akamwambia mume wake unaweza kustaafu sasa, naweza kukulipa pesa yote ambayo unaitaka kupitia hela anazoingiza kwenye movie na vitabu. So my point is, what if ange accept kwamba hawezi? Maana yake angeenda kaburini akiwa na uwezo mkubwa ambao ungeweza kupotea. Ndio maana Dr. Miles Monroe aliyokusema sehemu tajiri zaidi duniani sio kwenye visima vya mafuta vya Saudi Arabia, wala sio kwenye machimbo ya almasi ya Afrika Kusini au hapa Tanzania, wala sio kwenye mbuga za wanyama. Sehemu tajiri zaidi duniani ni kwenye makaburi, kwa sababu wako watu wengi ambao walikufa na ndoto zao, walikufa na maono yao, walishindwa kuyatekeleza yakaondoka. Passion yangu na call yangu kwa kila mmoja hapa ni kwamba wewe usiwe sehemu ya watu ambao wataenda kuongeza utajiri kule. Hakikisha na jiamulie you package yourself for success, kiwango ambacho by the time unaondoka hapa duniani useme kwamba I have accomplished all my dreams and I've lived my mission on earth.